Kwa mujibu wa katiba na kanuni za TCD, kuna kikao cha kila mwaka cha wakuu wa vyama, TCD Summit. Sasa hii ilikuwa muda wake ulikuwa umefika. Kwa sijakiitisha mimi, ni kikao ambacho kipo kwa mujibu wa katiba na statutes za TCD. Ni kikao cha kujadili masuala mbalimbali yanayohusu nchi yetu. Na kikao cha leo kwa mahususi kabisa kilikuwa kinajadili, pamoja na mambo mengine, masuala yote yanayohusu uchaguzi wa nchi yetu. Tunaendaje kwenye uchaguzi mkuu ujao katika mazingira ya sasa ya kikatiba, ya kisheria na ya kitaasisi? Tunaendaje katika mazingira ambayo kama ambavyo wajumbe karibu wote wamekubali, wamesema hapa, wote isipokuwa CCM, chaguzi zetu zina matatizo makubwa sana. Kwa ndicho ambacho tulikuwa tumetumia muda wote kukijadili, namna ya kujikwamua kutoka hapa tulipo ili tuwe na chaguzi bora zaidi. Kama mjadala ulijikita hapo mpaka mnatoka sina shaka mmefika kwenye tamati ya jambo fulani, mmefikia kwenye maamuzi gani sasa? Tunakutana tena tarehe 14 ili kuangalia ya mwezi huu, yes, tarehe 14, kama takriban wiki mbili kutoka sasa, ili kupitia yale ambayo tumekubaliana pamoja, alafu tuangalie tunakwendaje mbele. Wazo ni kwamba haya ambayo tunayapendekeza yafanywe marekebisho yanategemea utayari wa serikali. Na unapozungumza utayari wa serikali, unazungumza utayari wa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa haya ambayo tumekubaliana tutayapeleka serikalini, tutayapeleka kwa rais kama ni sehemu ya masuala yanayohitaji kufanyiwa kazi ili kuwezesha chaguzi huru, za haki na zinazoeleweka. Chache ni yapi hayo ambayo pengine mmependekeza na mnatarajia pengine mkisharidhiana kwa pamoja hiyo tarehe 14 muyapeleke kwa rais? Ni mambo gani hasa muhimu ambayo TCD mnaona haya yanapaswa kupelekwa kwa rais na rais anahitaji kibali chake ili yaweze kutekelezwa na uchaguzi uweze kuwa huru? Masuala yote yanayohusu mabadiliko ya muundo na majukumu na taratibu za tume ya uchaguzi, muundo wake, inateuliwaje, majukumu yake, ulinzi wa makamishna, vitu kama hivyo. Masuala yote yanayohusu wasimamizi wa uchaguzi, kwa sababu tunapozungumza tume, mara nyingi tunaangalia hawa wanaoteuliwa na rais tu, tunaacha kuangalia hii bureaucracy yote inayosimamia uchaguzi, wakurugenzi, wanaoendesha chaguzi zetu katika halmashauri, wale wanaoendesha chaguzi kwenye ngazi ya kata, wanaosimamia chaguzi kwenye ngazi za chini za vijiji na mitaani na kadhalika. Kwa tunazungumzia utaratibu mzima wa kufanya marekebisho ya huu mfumo wa usimamizi wa uchaguzi. Pili, kuna maeneo muhimu katika electoral process, katika mchakato wa uchaguzi, yanayohitaji marekebisho vile vile. Masuala yanayohusu majimbo ya uchaguzi, masuala yanayohusu haki ya kupiga kura na utaratibu mzima wa uandikishaji wa wapiga kura, masuala yanayohusu uteuzi wa wagombea na matatizo yake, masuala yanayohusu kampeni za uchaguzi, masuala yanayohusu matumizi ya kanuni za maadili kama fimbo ya kuwachapia wagombea wa upinzani, masuala yanayohusu mawakala wakati wa kupiga kura, wa kuhesabu kura, wa kutangaza matokeo, masuala yanayohusu utatuzi wa migogoro ya uchaguzi, masuala yanayohusu matumizi ya vyombo vya ulinzi na usalama wakati wa uchaguzi. Kwa yote haya ni masuala ambayo tumeyajadili na tutakutana tena tarehe 14
ya mwezi huu ili tuwe na msimamo wa pamoja tuyapeleka kwa Mheshimiwa Rais. Umesema ni pengine katika vyama vitano ambavyo mnaunda TCD, ni chama kimoja ambacho ni chama dola kinasema hakikubaliani na hoja hiyo. Hoja yao imekalia kwenye engo gani? Kwa sababu mantiki ambayo inatangazwa kutoka upande wao kwamba maboresho haya yalishafanyika na rais juzi kwenye baraza la Idi alieleza hivyo, au anasemaje, ni kwamba wakati utoshi ama nini? Hoja yao ije katika kutokubaliana na hicho. Hoja ina range kutoka muda hautoshi, na hii hoja ya muda hautoshi mimi nimeanza kuisikia mwaka 92 tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Muda hautoshi kwa marekebisho yaliyopendekezwa na tume ya Nyalali kwenda kwenda mwaka 95, uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Tulizungumza masuala hayo tukasema muda hautoshi mwaka 2014 wakati wa mchakato wa katiba mpya kwa tume ya Warioba. Tumeanza haya ambayo tunazungumza leo, tunasemana tunaambizana muda hautoshi, yalizungumzwa na kikosi kazi cha rais toka 2021, yamezungumzwa katika mazungumzo kati ya rais na watu wa CCM na Chadema 2022 2023. Kwa hiyo lugha ya muda hautoshi ni lugha ambayo ina umri wa zaidi ya miaka 33. Haitusumbui tena. Hamuoni kama pengine kupeleka hoja hizo kwa rais, na tayari rais alitolea majibu tena kwa siku chache, hata juma moja alijachukua wakati akiwa mgeni rasmi, na akataja maeneo ambayo maboresho yamefanyika kuelekea kwa chaguzi hizi, lakini pia ahadi yake ya kwamba atahakikisha kasoro zilizojitokeza kwenye chaguzi zote zilizopita ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa yanasimama kujitokeza? Bado hamna imani na hiyo kauli na haya anayosema? Uthibitisho kwamba hakuna chochote cha maana kilichofanyika ni uchaguzi wa mitaa na vijiji wa mwaka jana mwezi Novemba. Tuliambiwa hivi. Kimsingi kinachoitwa marekebisho yaliyofanyika mwaka jana kwenye sheria zilizotungwa mwaka jana ni Waingereza wanaita cosmetic changes, mabadiliko, cosmetic reforms. Ukitupaka mafuta hatubadilishi ngozi. Shida ni kwamba mfumo mzima wa uchaguzi umeharibika. Unahitaji mabadiliko makubwa na ya msingi. Hauhitaji kupakwa rangi uonekane kama mpya. Tume unabadilisha jina, unasema umefanya mabadiliko. Haya mabadiliko hayana maana yoyote. Ndio maana tuko hapa. Lakini wakati mwingine pengine wananchi wanaweza kuwa na maswali kuhusu namna TCD mnavyoendesha msimamo wenu ukiwa pamoja, lakini nje watu najua vyama vitano mna misimamo tofauti kabisa. Inawezekana licha kwamba kweli mna tofauti wa kitikadi, lakini kwa ujumla wake hivi tunavyozungumza tayari katika vyama vitano viwili tayari vimeshatangaza wagombea wao wa nafasi ya rais kwenye uchaguzi wa mwaka huu, na amuoni kuwa na hii misimamo, na nyinyi wewe pia ni mwenyekiti wa Chadema, nyinyi mnaendelea kunadi no reform no election. Kwa hiyo inawezekana mkawa na misimamo ya pamoja hapa na nini na mkakubaliana tarehe 14, lakini bado nyuma ya pazia kila mmoja ana njia yake ya kupita kuelekea Oktoba au Novemba. TCD iliundwa ili kutengeneza jukwaa la mazungumzo kwa wale ambao wanatofautiana, sio wanaokubaliana. Kama mnakubaliana kila kitu, hakuna sababu ya kuzungumza, hamna chochote cha kubishana. Kwa TCD iliundwa specifically kwa lengo la kutengeneza jukwaa la mazungumzo kwa vyama hivyo, vyama wanachama. Kwa hiyo ni sahihi kabisa kukutanisha watu ambao hawakubaliani. Hiyo ndio sababu ya uwepo wa TCD, kwa sababu tusipozungumza tutapigana. Na Winston Churchill aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wa wakati wa vita ya pili ya dunia alisema Joe is better than war. Mazungumzo ni mazuri zaidi kuliko mapambano. Kwa hiyo TCD inatupa platform ya kufanya Joe ili tusiende kwenye war.